Kutoka Transmara turejea hapa Nairobi ambapo mlinzi aliyepatikana amefariki kwenye vifusi vya jumba lililoporomoka katika mtaa wa South C amezikwa katika makaburi ya Lang'ata. Kulingana na uchunguzi wa maiti, marehemu Ali Adan Galgalo alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kuangukiwa na jumba hilo la ghorofa 16. Haya yamejiri huku shughuli ya kumtafuta mlinzi mwingine ikiendelea kwa siku ya 5 sasa. Katika makafani ya Nairobi, jamaa na marafiki walifika kwa shughuli ya upasuaji wa mwili wa Ali Adan Galgalo, na baada ya zoezi hilo, matokeo yalionyesha alifariki kutokana na majeraha mabaya baada ya kuangukiwa na jumba. Mwili wake uliondolewa na kupelekwa msikiti wa Masjid Nur, South C, na kisha mazishi katika makaburi ya Lang'ata. Hapa, jamaa na viongozi wakishinikiza fidia kwa familia ya Galgalo aliyefariki akiwa na umri wa miaka 31. Both of them are very young families. And their first borns are like 6-7 years old. So there's the issue of school, there's the issue of food, there's the issue of upkeep. So we hope they are going to be magnanimous enough to extend a hand of support. Tumepata maiti moja, tumezika leo. Tungetaka sana serikali ifanye juhudi. Watu wametoka mbali. Kwenye eneo la mkasa, maafisa wanaohusika na shughuli za kumtafuta mlinzi wa pili bado wanaendelea na kazi. Hatua kwa hatua wanafukua, huku wale walio na vifaa maalum wakivitumia, ila hadi kufikia sasa bado hawajampata. When we open the assembly on 14th of February, we are going to summon the CEC planning, chief officer, directors, all of them. I've even written to DPP, Director of Public Prosecution. Let the investigation be done, because something like this to happen. What about if it was a school day? This is Kongoni Primary School here.